Tuelekee Uganda ambapo mafuta ya shea butter yana thamani kubwa kwa wanawake na huwaletea mapato. Bidhaa hiyo inayotoka kwa mti wa shea inatumika kwenye mafuta ya ngozi na pia kwenye chakula. Marekani na Muungano wa Ulaya ni waigizaji wakubwa wa bidhaa hiyo. Ila wanamazingira sasa wanasema mabadiliko ya tabia nchi hasa ukame yanaathiri ukuaji na mazao ya mti huu. Njoroge Muigai ana taarifa hii kutoka Koboko, kaskazini mwa Uganda. Mustafa anakumbuka wakati msitu wa Mlima Kei ulipokuwa umejaa miti ya shea. Lakini hali ya ukame iliyoshuhudiwa kwa muda mrefu ambayo inahusishwa na mabadiliko ya tabia nchi imeharibu mavuno hapa kaskazini mwa Uganda. Miti wa shea imeharibiwa kwa kiasi kikubwa mno. Miaka 20 iliyopita tulikuwa katika 43%. Na sasa hivi imekuwa ni 13% tu. Hii ilikuwa sehemu ya mkanda wa shea uliokuwa umeenea kutoka Afrika Magharibi hadi Afrika Mashariki, lakini idadi yao imepungua kwa kiasi kikubwa. Athari zake si za kimazingira tu, bali ni za kiuchumi, kijamii na ni za kusikitisha. Sekta ya shea ambayo inawafaidi mamilioni ya wanawake barani Afrika sasa iko katika hatari ya kuporomoka. Bila miti hii, uuzaji utavurugika na kuathiri sio tu uchumi wa ndani bali pia masoko ya kimataifa. Mafuta ya shea ya Uganda yanajulikana kwa ubora wa hali ya juu. Yana mafuta mengi zaidi kuliko yale ya Afrika Magharibi na hivyo kudhaminiwa sana katika utengenezaji wa mafuta, dawa, vipodozi na chakula. Mariam Chandiru amekuwa akitengeneza mafuta ya shea kwa zaidi ya miaka 20, akiyauza sokoni kwa $2.50 kwa kila mililita 500. Siku ile mimi nauza mafuta hii jerikani 6, jerikani 5, sasa narudisha jerikani 2. Hali yangu narudisha nyuma. Mimi hapa napata pesa sasa ya shule. Wakati ambapo Mariam anakumbwa na changamoto, wengine wanageukia njia mbadala ya kutafuta kipato, kukata miti ya shea kwa ajili ya makaa. Mti wa shea inatengeneza mkaa katika hali nzuri, kwa hiyo watu wanaipenda sana sokoni. Kila mtu akiingia sokoni anasema anataka mkaa wa shea. Uganda imepoteza takriban hekta 1,100 za misitu kila mwaka tangu mwaka wa 1990, sawa na ukubwa wa viwanja 140 vya mpira. Miti ya shea imeathirika zaidi. Hii ni licha ya serikali kupiga marufuku ukataji wa miti kwa ajili ya kutengeneza makaa mwaka wa 2023. Lakini wanamazingira wanasema changamoto kubwa ni mahitaji ya watu. Imekuwa ni vigumu sana kutimiza onyo hilo la serikali. Shida kubwa iko katika miji. Hitaji la makaa ni kubwa mijini, sio vijijini. Wanaharakati kama Mustafa wanatoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kulinda miti hiyo, ikiwemo upandaji upya. Katika uhamasishaji tunaingia vijijini kuhakikisha kwamba sasa tunaongea na watu uso kwa uso. Tusipohifadhi miti ya shea, tutaipoteza milele. Lakini kwa sasa, hatima ya mti wa shea na mafuta yake ya dhamani bado haijulikani. Njoroge Muigai, BBC, Koboko, Uganda.